na mtendaji mkuu wa chama. Mwanasheria mkuu amezungumza juu ya hasara ya kifedha ambayo chama kimepata, na amezungumzia vile vile kuhusu washirika ambao tulikuwa nao ambao tulilazimika kurudisha fedha. Sisi Chadema tulikuwa na ushirikiano na chama kimoja cha nje ambacho tulikuwa na mradi wa muda mrefu kidogo wa kujenga uwezo kwa wanawake maeneo mbalimbali ya nchi na masuala ya jinsia, na mradi huu ulikuwa unatekelezwa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Kwa Tanzania kwa ujumla wake, Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo kipindi ambacho tumewekewa zuio ni kipindi ambacho tulikuwa tunaendelea na mradi, na kwa mkataba tuliokuwa nao bado hata tulipokuwa kwenye zuio walikuwa bado wanaingiza fedha kwenye akaunti, na mpaka ilipofika mwezi Disemba tulikuwa na pesa ambazo ukizigeuza kwa pesa za Tanzania jumla ni shilingi milioni 918 za Kitanzania. Sasa zuio lilipoondolewa, ule muda wa kutekeleza ule mradi ulikuwa umekwisha, tukatakiwa kurudisha fedha hizi ambazo zilikuwa zinufaishe wanawake wa Zanzibar, wanawake wa Tanzania bara katika majimbo na wilaya mbalimbali, kupewa mafunzo na kujengewa uwezo wa kiuongozi na uimarishe madawati ya kijinsia na masuala ya usawa wa kijinsia ndani ya chama. Kwa shilingi milioni 918 ikawa ni hasara ya moja kwa moja ya fedha taslimu. Katibu mkuu kasaini cheki kuzirudisha hizo pesa, na sio hasara kwa Chadema, hasara kwa Tanzania, kwa sababu washirika wetu wa kimaendeleo wanahesabu hizi ni pesa ambazo Tanzania imesaidiwa kwenye masuala ya demokrasia yanayohusu viongozi wanawake, lakini hawa watu walisababishia hiyo hasara kubwa. Hiyo ni sehemu ndogo tu. Hizo milioni 918 ni sehemu ndogo tu ya hasara za kifedha, hasara za mali, hasara za kisiasa ambazo zuio lile la awali la siku 309 lilikigharimu chama. Katika hatua mwafaka tutazungumza kuhusu hizi hasara zaidi. Sisi tulitarajia katika mazingira ya kawaida hawa waliosababisha hii hasara, kama wangekuwa kweli ni wanachadema na wana maslahi na Chadema, baada ya hasara yote hiyo walisababisha, wangeacha kusababisha hasara zaidi kwa chama na madhara zaidi kwa chama. Na mwanasheria mkuu amezungumza kuhusu msingi wa madai yao kwenye maeneo ambayo ameyazungumza, lakini kuna eneo moja ambayo ni vyema nikaliongeza au mawili ambayo yako kwenye madai yao. Wamedai kwamba Chadema inatoa kauli zenye ubaguzi wa kidini, zenye ubaguzi wa kijinsia, zenye ubaguzi kati ya Tanganyika na Zanzibar, lakini ndani ya madai yao hawajazitaja hizo kauli ni zipi na zimesemwa na nani, wapi. Wamedai vile vile kwamba Chadema kama taasisi inatoa kauli ambazo zinatishia uwepo wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, zinatishia kimsingi muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini ndani ya madai yao hawajaandika hizo kauli zinazotishia muungano au maamuzi yanayotishia muungano yaliyofanywa na Chadema au yaliyotolewa na Chadema yamefanyika wapi, lini, kauli zimetolewa na nani, wapi. Hamna kabisa kwenye madai yao. Wametoa tu madai ya ujumla kuhusu masuala hayo makubwa, na dhamira ya kuyaingiza hayo madai yote humo ndani ya namna hiyo ni kwa sababu wanajua kwamba ndani ya sheria ya vyama vya siasa kuna makatazo yametajwa na yaliingizwa kwenye marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa mwaka 2019 ambayo yalimpa mamlaka msajili na kinga kubwa, na yakaweka mambo ambayo yanaweza kufanya msajili ama asitishe usajili wa chama au akifute chama cha siasa. Sasa ukiangalia kwa undani madai yao sio masuala ya mali tu na rasilimali. Madai yao yanataka kulenga kutengeneza njia kwa msajili wa vyama vya siasa ama kukifuta chama au kukisimamisha chama. Kwa madai yao kimsingi yanaturudisha kule kwenye chama kuzuiwa kwa siku 309, lakini sasa wanataka chama kizuiwe perpetual, yani kizuiwe milele mpaka yale wanayotaka yaweze kutekelezwa. Sasa mwanachama wa Chadema hawezi kufungua kesi ya kutaka chama kifungiwe milele, kifungiwe kwa muda na kifungiwe milele. Mambo kama hayo hayawezi kutoka kwa mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo ninachokisema tu ni kwamba hawa ni wasaliti, na matendo yao hayafanywi na wao peke yao. Matendo yao yanafanywa na watu wengine walioko nyuma ya pazia, ambapo kwenye kiapo cha marehemu Maulida Anna Komu
ambaye baadaye akashinikizwa kuja kukikana mahakamani, ilionyesha kabisa kwamba kesi hii ina shinikizo la mfumo, na alitoa maelezo mengi sana katika mazungumzo na wakili na mazungumzo na viongozi wetu wa chama waliomwona. Aliwataja kwa majina mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuhusika na hii kesi. Kwa sababu hiyo, narudia rai niliyoitoa mwanzoni wakati kesi ya awali inafunguliwa. Kwa kuwa kesi imefunguliwa tena, walio nyuma ya pazia kwenye kesi hii wahakikishe kwamba wanawatuma hao waliowatuma kufungua hii kesi, waiondoe hii kesi mahakamani, kwa sababu katika mapambano mahakamani na nje ya mahakama dhidi ya kesi hii, sisi kama taasisi hatutashughulika na Said Issa na mwenzake peke yake, tutashughulika na yeye na wanaomtuma na wanaomtumia. Na nihitimishe katika hatua hii kutumia fursa hii vile vile kuiomba mahakama na kutoa mwito kwa mahakama. Tarehe 11 ilikuwa kesi ya mwenyekiti Lissu isikilizwe, na ghafla tu ikaahirishwa mpaka tarehe 3 mwezi wa 7. Mahakama kama chombo cha umma cha juu kabisa cha kutenda haki kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya 107, na haki ikatendeka bila kufungwa na masharti ya kiufundi, na haki ikaonekana ikitendeka, bado ina wajibu wa kuueleza umma wa Tanzania, na ni vyema vyombo vya habari mkawafuata watendaji wa mahakama. Na kufanya hivi, sisi hatuingili mahakama wala nyinyi hamtaingilia mahakama. Watoe maelezo kwa umma ni nini kilifanya kesi ya mwenyekiti Lissu katika dakika za mwisho kabisa za kuelekea kusikilizwa kwa kesi tarehe 11 mwezi Juni ikaondolewa na kupelekwa tarehe 3 mwezi wa 7. Hili jambo bado kunahitajika kauli kwa umma ya mahakama juu ya jambo hili. Na nimalizie kwa kutumia fursa hii vile vile kuambia tu wanahabari, tutawaita makao makuu ya chama rasmi kuwaeleza kwamba tunakusudia kuanza operation siku chache. Tulikuwa tunasubiri vile vile hii kesi tuone mwelekeo. Hapa imeshapangwa tarehe ya mbele, tutatangaza ratiba ya operation awamu ya pili, lakini tunajua kwamba leo bungeni kuna mjadala unaendelea wa bunge baada ya kusomwa kwa bajeti iliyosomwa tarehe 11 mwezi Juni, siku ambayo ndio ilikuwa mwenyekiti Lissu apelekwe mahakamani. Tutafanya uchambuzi katika hatua mbalimbali juu ya mapungufu ya bajeti ile. Na kwa kuwa mjadala unaendelea leo, ni waeleze wa Tanzania tu kwamba bajeti iliyosomwa bungeni haina bajeti kwa ajili ya kuanza na kuendelea mchakato wa katiba mpya. Sisi Chadema tunaamini kipaumbele kikuu cha nchi baada ya matatizo makubwa ambayo nchi yetu ilipata tarehe 29 Oktoba na siku zinazofuatia, kipaumbele kikuu kwa nchi sasa kinapaswa kiwe katiba mpya. Kwa kama jambo la haraka sana katika bunge linaloendelea na sasa hivi, pamoja na kuwa ni bunge haramu, ni bunge batili kutokana na uchaguzi, lakini kwa sababu bado wanakalia viti, wahakikishe kwamba bajeti ya katiba mpya imeingizwa ili mchakato wa katiba mpya uanze mwaka wa fedha unaoanza tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2026. Lakini vile vile bajeti hiyo haijatii kiu ya wananchi, ambayo vile vile ilikuwa ni azimio la kamati kuu ya Chadema kwamba kushushwe kodi ya mafuta, kushushwe tozo za mafuta ili bei za bidhaa zishuke, ugumu wa maisha upungue kwa wananchi. Jambo hilo la tozo na kodi kwenye mafuta kushushwa halipo kabisa katika bajeti. Kwa tunataka wananchi tu waikatae hii bajeti kabisa, kwa sababu haijajali maslahi yao na watake yale ambayo wanayataka yafanyike. Tunawashukuru sana.